watatu. Kama vile Mungu wetu hata ana majina machache kuliko Mungu wako. Wewe Mungu wako, ngoja nipe muda, umesema ngoja, unaweza pia ngoja. Wewe una Mungu ambaye ana majina 99. Afadhali mimi niko na 3. Tangu lini mwana iwe ni jina? Ni sifa. Adini? Ni sifa. Ni sifa. Haya, na Allah subhanahu wa ta'ala. Ngoja, na Allah naye ni nani? Ni jina lake. Jina. Ati jina? Hebu nieleze maana yake. Maana yake? Mwenyezi Mungu. Hayo ni jina. Mwenyezi Mungu ni jina. Si ni jina. Umenielewa? Je, Allah ni nani? Ni Mwenyezi Mungu. Sasa ni Mwenyezi Mungu aje? Si ni Mwenyezi Mungu. Kwa mfano, mtu mmoja akasimama hapa, ama mfano ukasimama hapa, akasema ni Allah. Ngoja, sikiza kauli yangu. Utolee mifano mbovu. Na wewe na mwingine akasimama. Usimtolee Allah mifano mbovu. Allah ni nani? Allah mpe huyo. Ni nani? Mpe usikize. Qur'ani 17:110. Inasema ba'udhu billahi minash shaitani rajim. Qul ud'u Allah au ud'u Ar-Rahman. Soma hiyo. Sema. Muombeni Mwenyezi Mungu. Muombeni huyu Mwenyezi Mungu. Kwa jina gani? Kwa jina la Allah. Mpe. Muombeni Mwenyezi Mungu. Kwa jina gani? Ya Allah ambaye ni nani huyo sasa? Si ni jina yake sasa. Wewe unamjua? Ngoja wewe unamjua? Nikisema huyu, muiteni kwa jina ya Stefano. Wewe utakuwa unaitwa nani? Unaitwa nani? Nani huyo anasema huyu? Ni mimi nafaa niseme mimi. Huyu kuna wale wananisemea. Ngoja kidogo. Naam. Mimi niseme mimi. Huyu muiteni kwa jina ya Stefano. Utakuwa unaitwa nani? Sasa sitakuwa hapana, wewe hujui. Wewe ndio unanisemea huyu. Sasa ngoja kidogo. Jina langu ni mimi nalijua. Stefano. Nienda kwa swali. Wewe unaamini Mungu ni wangapi? Mimi? Ati naamini ni wangapi? Kwani Mungu ni wangapi? Mimi sijasema niulize, nimeuliza wewe. Mimi naamini wewe Mungu ni wangapi? Ni wangapi? Kutoka 21. Mpe asome. Kutoka 21. Bayo peleka vitabu. Huyu anaamini Mungu 3 mpaka 4. Hata 15 nimesikia Stefano naamini. Inasema Mungu akanena maneno haya yote akasema. Abdurrahman Bayo peleka vitabu. Sijui umeenda wapi? Ndio hiyo nyuma yako. Peleka vitabu. Soma hiyo. Mungu akanena maneno haya yote akasema. Akasemaje? Mimi ni Bwana Mungu wako. Niliyokutoa katika nchi ya Misri. Katika nyumba ya utumwa. Naam. Usiwe naam na miungu mingine ila mimi. Hapo tu. Imani yangu ni usiwe na miungu mingine isipokuwa huyu mmoja tu. Kwa hivyo Mungu ni mmoja. Mimi nasema pande yangu, yako imani yako, ngoja tukubaliane. Yako utanisaidia. Yangu bado hatujafika. Tunakubaliana kwanza yako. Unaamini Mungu ni ngapi? Ni andiko, si naamini nimetoa. Wewe unaamini Mungu ngapi? Si nimesema, maandiko yamesema. Sibishane, hebu kubali. Si nimesema, sasa wewe unataka niseme nini? Nataka nikuhoji kidogo. Nini sasa? Unaamini Mungu ni ngapi? Si naamini. Kwa imani yangu nimefundishwa Stefano na nimejifunza. Ngoja kidogo. Kwani vita? Si vita, wewe ndio unataka sasa, mimi nimefundisha. Na nikasema hivi, naamini huyo Mungu mmoja. Kauli yangu imeisha. Tukubaliane. Kwa hivyo kwa imani yako, unaamini Mungu ni ngapi? Amesema yeye ni mmoja. Wala hakuna mwingine ila yeye. Naam. Mungu ni mmoja, wala hakuna mwingine ila yeye. Na wewe sasa, ngoja mimi nimemaliza yangu. Hatujamaliza. Hapana wewe, na wewe hatujamaliza. Unataka uongee peke yako? Hatujamaliza. Naam. Bado usipige kelele. Na wewe pia nipe muda, mbona hutaki nikuulize? Ngoja kidogo. Stefano, ni nini unaficha na hutaki kuulizwa? Umeniuliza. Ngoja kidogo. Naamini Mungu wangapi? Nikakutolea andiko. Stefano, na wewe nikakuuliza unaamini Mungu gani? Feel free. I'm free. Kama kuna kitu unaficha gani? Kama kuna kadi unaficha gani? Sisi lazima tuitoe nje. Na wewe pia yako natoa saa hii. Sawa, haina shida. Natoa yako. Tumekubaliana Mungu ni mmoja. Biblia imesema. Sawa, Mungu ni mmoja, wala hakuna mwingine ila yeye peke yake huyo. Yesu alitumwa na nani? Sasa hiyo si swali ya pili. Sio ni peana huko. Utaki kuulizwa, na hiyo ndio anakuwa anaficha. Kadi alikuwa anaficha ni Yesu. Anaficha Yesu ndio Mungu wa pili. Sasa hii ya Yesu hataki kuulizwa. Hii kadi ya Yesu unaficha, tutafichua. 8:42 Yohana.
nane. Yesu alitumwa na nani? Kwa sababu kwa imani yake anaamini Yesu ni Mungu na hakuna mwingine ila yeye. Ikiwa Yesu ndo Mungu na hakuna mwingine ila Yesu tu ndo Mungu, aliyemtuma Yesu ni nani? Mbona anatokea mwingine tena? Mbona anatokea Mungu wa pili? Mungu kama ni Yesu, basi kusikuwa na mwingine. Sasa tunaona Yesu anatumwa na Mungu mwingine, maana yake ni Mungu wawili. Soma hiyo. Inasema nini? Inasemaje? 42. Yesu akamwambia. Yesu akamwambia, naam, kama Mungu angekuwa baba yenu, kama Mungu angekuwa ni baba yenu, mungenipenda mimi. Mungenipenda mimi kwa maana nalitoka wapi? Nalitoka wapi? Kwa Mungu. Tulia. Hayo unasemaje? Rudia tena. Nalitoka kwa maana kwa maana, naam, nalitoka wapi? Nalitoka kwa Mungu. Mpe. Wewe ndio ulituambia Yesu ni Mungu, sawa? Nimesema wakati mgani? Jana. Wacha ukora alio. Nilipoketi hapa ngoja, mbona mpe? Mbona unakiniongea? Mpe, usiruke. Tito 2:13 siwewe ulitoa. Leo unapinga tena. Tito 2:13 siwewe ulitoa, ulisema Yesu ni Mungu. Sasa anasema hapana, nilisema lini? Na juzi yeye ndo alitoa Tito 2:13 akisema Yesu ndo Mungu. Sasa wakati tumekubaliana Mungu sio wawili, ni mmoja, tumekuja kujua Yesu ambaye ni Mungu alitoka kwa Mungu, alitumwa na Mungu. Sasa alitumwa na Mungu gani mwingine wakati yeye ni Mungu? Mungu anatumwa na Mungu mwingine tena. Sasa yeye anaanza kupinga Yesu ni Mungu. Yenye alitoa juzi. Hapa hakuna kupinga na kurudisha katika kufuru vile vile tu mpaka uogelee uchoke. Na kurudisha kwa kufuru yako uendelee kusema Yesu ni Mungu. Soma Tito 2:13 na urudi Yohana 8:42. Tukilitazamia tumaini lenye baraka. Na mfunuo utukufu wa Yesu Kristo. Mungu mkuu. Ati nini? Mungu mkuu. Na mwokozi wetu. Andiko ya kwanza inasema Yesu ni Mungu mkuu, tena ni mwokozi wetu. Rudi Yohana 8:42. Yohana 8:42. Yesu ambaye ni Mungu mkuu sasa anatoka kwa Mungu mwingine tena. Inasema hivi. Sasa tunashangaa Mungu mkuu anatumwa na Mungu tena. Inasema, soma hiyo. Yesu akamwambia. Akamwambiaje? Kama Mungu angekuwa baba yenu. Kama Mungu angekuwa baba yenu, mungenipenda mimi. Mungenipenda mimi Yesu. Kwa maana kwa maana, naam, kwa maana nalitoka wapi? Nalitoka wapi? Kwa Mungu. Anatoka kwa Mungu aje wakati yeye ndo Mungu? Mwingine anasema ni mtoto wa Mungu. Yesu si Mungu. Unaambiwa hapa na mtu wa pikipiki ni mwana wa Mungu. Hiyo kutuambia Yesu ni Mungu ulitoaga wapi wewe? Mpe. Mimi sitaki kelele. Nilipoketi hapa uliniuliza na mimi naamini Mungu ni wangapi? Naam. Kwa kauli hiyo nikatoa andiko kutoka 20:1. Nilipotoa moja, sasa msio umeongea matatizo ama sasa umenipa ya kazi gani kama unataka niongee? Ongea. Nilipotoa kutoka 20:1, naam, ikasema Mungu ni mmoja. Kauli ikakuwa imekwisha. Ukaleta hoja nyingine ambayo sijasema kwa kinywa changu, wewe ukaanza kuniwekelea maneno sijazungumza. Mimi nikarudi kwako nikakuuliza, Mungu wangu anasema usiwe na Mungu mwingine ila yeye. Wewe nikakuuliza Mungu wako ni nani? Ukasema ni Allah. Nataka unitolee andiko mahali popote Allah anasema mimi Allah ni Mungu, niabudu mimi. Haya, mpe. Sikiza vizuri, nampa. Nitolee andiko mahali Allah anasema mimi Allah ni Mungu niliyeziumba mbingu na nchi. Hakuna unabadilisha sasa. Ndio hiyo. Sikiza ni swali yangu. Ni swali yangu ndio Stefano. Ngoja nikupe muda uongee. Stefano. Nataka uongee unijibu swali kidogo. Ngoja. Toa andiko kidogo. Ngoja. Sitoi. Ngoja kidogo. Kwa hivyo uniulize. Ngoja wewe. Wewe ulisema Yesu ni Mungu. Kwa andiko tangu nikae hapa. Kama ngoja kama hapa kuna Muislamu amesikia tangu nikae hapa. Nikiongea nikisema Yesu ni Mungu. Naomba inue mkono kama si mnafiki. Sio sahihi. Swali yangu ilikuwa ya leo. Unaona? Ngoja kidogo. Unaona? Kelele ikusaidii. Ni wewe una kelele. Wewe ndio ulitoa Tito 2:13 juzi. Ukisema wakati ulikuwa unashindana na Mkristo mwingine alikuwa anasema Yesu si Mungu. Wewe ndio ulitoa Tito 2:13 ukisema Yesu ni Mungu.
Na uliposema Yesu ni Mungu, leo umekuja tukakufundisha Yesu anasema ametoka kwa Mungu. Swali sasa, Mungu gani anatoka kwa Mungu wakati yeye ni Mungu mkuu? Anatoka kwa Mungu gani mwingine? Mpe. Swali ni tamu. Sasa ungepita huko na wewe vile vile kauli yako hakuna kutoroka. Ajibu kwanza. Na jibu na wewe pia utajibu. Si unauliza swali nikajibu ya kwanza. Nimetoa andiko. Ngoja, nimejua umetoa Tito. Nataka na wewe pia nikuulize swali. Ni Mungu. Ngoja kwanza. Yesu ni Mungu si Mungu? Si ungoje kwanza. Kwani unaniweka kauli? Yesu ni Mungu si Mungu? Asitajibu. Kwa nini unataka nijibu? Ni Mungu ama si Mungu? Si ungoje ndio nikujibu, mbona unataka uniwekea mipaka? Niambie kwanza. Unaniuliza ni Mungu gani? Stefano. Ngoja kidogo. Sasa hata tusikizani mimi na wewe. Tusikizana kidogo. Ama upewe usikilize. Tulia kidogo. Wacha huyu maana wewe unipe muda. Subiri kidogo. Na unipe muda. Ngoja kidogo. Mimi sina haya, nipe muda. Ngoja, sina haya na sina aibu kusema Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio Mwenyezi Mungu. Na nikatoa 17:110 muombeni Mwenyezi Mungu kwa jina la Allah. Nimetoa. Allah ndio Mwenyezi Mungu, ndio muumba mbingu na ardhi, ndiye Mwenyezi Mungu. Hiyo tumemaliza. Yangu subiri. Mungu ni mmoja. Na yangu nikasema ni ngoja, Mungu ni mmoja wala hakuna mwingine ila yeye. Na mimi yangu yako sasa Yesu ni Mungu. Mimi tangu nikae hapa hapo unakubali au unakataa? Ukae kwa mada. Shida yako ni kurukaruka. Tulikuwa tunaongea Mungu ni wangapi, nikasema naamini Mungu mmoja. Na Yesu ni mmoja. Sasa kama sasa unataka tulete mada ya Yesu, si uniambie hiyo ya kwanza umeelewa? Kubaliana. Uje kwa mada. Ngoja. Tumekubaliana Stefano. Hata ningeuza. Kuna siku Yesu anakuwa Mungu na kuna siku Yesu sio Mungu. Haya, nitakujibu hivi. Sasa wewe ya leo subiri. Wewe ya leo inakuonyesha Yesu si Mungu. Lakini juzi subiri. Lakini juzi wewe ilikuwa inakubali Yesu ni Mungu. Lakini leo imani yangu ndio hiyo hiyo. Imani yako leo hapana ndio hiyo hiyo. Unaamini Yesu ni Mungu? Nipe muda. Unaamini Yesu? Nipe muda. Unakubali? Si unipe muda kwani ni vita. Sasa si nimekupa muda. Nipe muda basi. Nipe asome nikuulize. Sasa asome nini? Yohana 8:40. Umesoma mara zaidi ya 3. Inasomwa tena. Haya. Na wewe pia si aturuke mimi tangu nikae sijakuuliza swali. Na wewe unisaidie. Na hata soma. Mpe asome. Kama Allah ni Mungu. Kama Allah ndiye Mungu wa kweli. Naam. Anaomba kwa nani na yeye? Nataka leo unisaidie. Kwanza hiyo utanisaidia. Allah kama ni Mungu. Haina shida. Na watu wanafaa kuomba yeye. Mpe kwanza. Allah naye anaomba kwa nani? Allah kwanza, tuko kwa Yesu. Basi sawa mpe. Tuko kwa Yesu, usikimbilie Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni tabia ya kutoroka hoja. Hoja ulisema Yesu ni Mungu. 8:42 Yohana. Yesu ambaye unadai ni Mungu, mbona unakimbilia kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wakati kameumana Yesu anashindwa kwa Mungu, ndio unakimbia kuenda upinge Allah. Hapa tunataka kujua Yesu ni Mungu si Mungu. 8:40. Ati nini mpe? Yesu ni nani? Ni nani? Ni nani? Sikiza. Ni nani? Sikiza. Ngoja, ni nani? Yesu. Sikiza. Yesu. Nataka usikize vizuri. Yesu. Na unipe muda na wewe pia nikuulize ujibu. Yesu. Ni? Huyu Yesu. Huyu nampinga kila siku. Yesu. Huyo. Ndiye Mungu wa kweli. Mungu mkuu. Na ngoja. Ndiye Mungu wa kweli. Na wewe nitataka unisaidie. Unaona? Nitasema. Unaona baadaye. Tumalize kwanza hii kufuru ya kusema Yesu ndo Mungu. Tumalize hii kwanza. Wacha tukutibu. Si amesema Yesu ndiye Mungu? Yohana 8:42 Yesu anasema Yesu akamwambia, ni Yesu mwenyewe huyo unaidai ni Mungu, ndo anakamwambiaje? Yesu akamwambia, kama Mungu angekuwa baba yenu. Yesu anasema kama Mungu angekuwa baba yenu, mungenipenda. Kama nyie wa Kristo, Mungu ndo baba yenu, mungenipenda mimi Yesu. Endelea. Mungenipenda. Mungenipenda mimi. Mungenipenda mimi. Kwa maana mimi Yesu. Kwa maana mimi Yesu. Kwa maana nalitoka. Wapi? Nalitoka. Wapi? Nalitoka. Wapi? Kwa Mungu. Yesu anasema nimetoka kwa Mungu. Swali, kwani Mungu ni wangapi? Kama Yesu ni Mungu, ametoka kwa Mungu gani? Mpe jibu. Ametoka kwa Mungu gani? Nakupa cash. Hata sikupitishi kwa roundabout. Haya sawa. Na nikijibu cash, na wewe jibu kwanza. Ngoja unaona? Nitajibu kwanza. Si nimesema ninajibu. Acha kujigamba. Ngoja na mimi nikijibu kidogo. Sasa maneno mingi unapoteza kwa si maneno. Toa andiko. Natoa andiko. Na wewe vile
vile vile. Wacha maneno, toa. Si maneno. Jibu, wacha kubai time. Jibu. Jibu nini? Yesu kama ni Mungu, ametoka kwa Mungu gani mwingine tena? Umeenda vizuri. Jibu. Nitajibu na wewe pia yangu ujibu. Wachana utajibu yangu sawa. Wacha kubai time. Jibu swali. Haya, Yohana si hata ni wewe baiye maneno yako 200. Si ujibu. Yohana 1 mpaka 3. Mpe asome. Moja. Na amalizie na 13 na unyamaze. Mpe asome. Na wewe pia unijibu wala anaomba kwa Mungu mgani. Sawa, mpe. Haya. Jibu kwanza swali. Nakwambia huyu mtu anaamini Yesu ni Mungu na Yesu ametumwa na Mungu. Sasa Mungu anatumwagwa? Mungu mwenye kutumwa. Soma hiyo. Yohana 1:1. Soma maandiko yake akishamaliza. Naona kuna mtu anataka kusilimu pia. Naam. Huyu anataka kusilimu. Nani mwingine anataka kusilimu? Nani mwingine anataka kusilimu? Mpe kwanza huyo asilimu. Asije akakufuru. Huyo Stefano zaidi mpaka tukachelewesha kusilimisha mtu. Mpe rafiki yangu asilimu. Rafiki yangu, habari yako, unaitwa nani? Nzuri sana. Peter, unataka kuwa Muislamu? Yeah. Umeamua mwenyewe? Kuna mtu amekulazimisha? No. La? Hakuna. Umeamua mwenyewe? Yeah. Unapenda Uislamu? Napenda. Nini kimevutia uwe Muislamu? Number 1. Wewe Stefano, wewe unasema Yesu ni Mungu, sikiliza mtu anasilimu. Endelea. Number 1, the behavior ya Waislamu. Yeah. Number 2, venye wanaomba. Yeah. Kwa sababu Uislamu hawamuombi isipokuwa Mwenyezi Mungu. Naam, kweli yako. Number 3, language. Naam. Wana uniformity. Yeah. Uniformity, yani wako na one uniform language. Yeah. Ya ibada ambayo ni Kiarabu dunia mzima. Yeah. Ndio maana ukienda China, Mchinese akianza kuomba Mungu, wewe Mswahili uelewi. Yeah. Lakini Mchina kule anaadhini kwa Kiarabu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Na ni Mchina, lugha ni moja ya ibada. Tuko uniform, tuko one. Mashaallah. Haya, karibu katika Uislamu. Waislamu takbir. Anaposilimu mtu mbingu iko wazi, rehma ya Allah iko wazi. Basi turudi kwa Mwenyezi Mungu, tulete istighfar. Kuna mtu anaingia katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Basi onyesha moja Peter hivi. Haya, sema maneno ifuatayo. Sema ashhadu an la ilaha la ilaha illa lahu wa ashhadu ashhadu anna Muhammadan Rasulullahi. Sema nimekubali kwa moyo, na kusema kwa ulimi, bila ya kulazimishwa, ya kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu mmoja tu, mmoja tu, Allah. Na nimekubali kwa moyo na kutamka kwa ulimi ya kwamba Muhammad ni mtume wa Mungu, na Isa Yesu ni mtume mtakatifu wa Mungu. Si Mungu wala si mwana wa Mungu. Mungu hakuzaa wala hakuzaliwa. Mashaallah, Waislamu takbir. Kwa hayo machache, ndugu yangu, ushaingia katika Uislamu kwa kushuhudia kwamba hakuna anayestahili kuabudiwa isipokuwa Allah, na Muhammad ni mtume wake, na Isa ni mjumbe wake. Tayari ushakuwa Muislamu na Mungu amekusamehe makosa yako. Ungependa jina gani ya Kiislamu? Jina ya Kiislamu Peter. Tunatia ndani ya box, tunapiga seletop, tunarudisha Rome, Italy. Unajua maana ya Peter? No. Jiwe. Walikuwa wanakutukana kimpango, wanakuita jiwe isilosikia. Sasa hiyo jiwe tunarudisha kwa wenye walitumana. Tunakupa jina mzuri ya Kiislamu. Peter ni majina katika majina tu, si hatusemi ni mbaya vile, lakini kuna majina ya Kiislamu kwa ajili ya kujuana. Unanipata vizuri eh? Ungependa jina gani? Muhammad Allah.
Nani? Muhammadur Rasulullah. Muhammad ni mtume wa Allah. Yeye sio Allah, nisikize vizuri. Allah ukisikia ni Mwenyezi Mungu. Okay. Muhammad ni mtume wa Allah. Umenipata vizuri? Ukisikia Allah ni Kiarabu, maana yake Mwenyezi Mungu ama Yehova. Umenipata vizuri? Ama Yahweh vile ulivyosikia, ama vile Ngai. Umenipata vizuri? Okay. Ama Mulungu, si wanasemaga hivyo? So huyo ndo Mungu mmoja Allah. Okay. Na Muhammad ni mtume wake. Okay. Nini maana ya Muhammad sasa? Mpe huyo usikilize. 61:6. Soma hiyo Muhammad. Soma hapo Ahmad. Muhammad maana yake. Enda direct kwa maana. 61:6. Enda kwa hiyo bracket direct. Inasema nini? Muhammad. Muhammad. Na maana ya majina mawili Ahmad na Muhammad. Maana ya majina mawili yote haya ni moja. Maana ya majina yote mawili haya ni moja. Muhammad na Ahmad maana yake ni moja. Maana yake mwenye kushukuriwa kwa maneno yake mazuri na vitendo vyake vizuri na kila chake kwani vyake ni vyote ni vizuri. Vyake vyote ni vizuri. Mpe. Muhammad maana yake ni mtu mzuri. Okay. Kwa matendo na maneno. Okay. Kwani vitu vyake vyote ni nini? Ni vizuri. Kwa hivyo ukichukua jina Muhammad unafaa kuwa mtu mzuri. Okay. Wa kumwabudu Mungu mmoja ambaye anaitwa nani? Allah. Na Muhammad ni mtume wake. Umenielewa? Na Yesu ni mtume wa Mungu pia kama vile Muhammad. Okay. Na Musa pia ni mtume wa Mungu. Na waamini ni katika arkanul iman. Nguzo ya imani ya kwanza ni antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ya kwanza ni kumwamini Mwenyezi Mungu na kuamini malaika wake na kuamini vitabu vyake na kuamini mitume wake. Mmoja katika mitume wa Mungu ni Yesu na mwingine ni Muhammad ambaye ni wa mwisho. Sawa? Okay. Karibu katika Uislamu. Uislamu takbir. Takbir. Haya, kuja upande huu. Nani mwingine ako tayari kwa Muislamu? Who is next? Pea na microphone kule. Nani mwingine? Pita, chukua kiti yako kabisa. Chukua kiti. Haya, huyu mtu wako sijamuelewa. Haya. Nani mwingine yuko tayari? Naona huyu wako wawili. Mwenzako akibaki nyumbani, ukija peke yako utasilimu. Nani mwingine yuko tayari kwa Muislamu? Mwingine ambaye yuko tayari kwa Muislamu? Who else is ready to join Islam? Nani mwingine yuko tayari kuingia ndani ya Uislamu? Mwingine ambaye yuko tayari kuingia katika Uislamu? Haki ya Mungu. Stefano, either bangi ama pombe. Hakuna kitu kingine ya tatu. Hakuna ingine ya tatu. Hatari sana. Aya. Waislamu takbir. Allahu akbar. Kwanza naambiwa kuna gharama hapa ya da'wa, lakini inshallah kama kuna Muislamu nataka kutoa gharama ya da'wa. Kuna mtu amesilimu jana kwa TikTok. Kuna jamaa amesilimu ameitwa Daud na anatoka sehemu za Kariobangi na amesema atakuja leo. Sijajua kama alikuja. Yule jamaa aliyesilimu jana wa Kariobangi, yule kijana aliyesilimu alikuwa anaitwa Paul, saa hii anaitwa wewe ndio ulisilimu? Asemi wale walisilimu jana hapa. Na leo pia umekunywa pombe naona. Hauja kunywa? Simama kando, sio wewe ulisilimu hapa. Huyu alisilimu jana. Semi wa hapa anasema wale aliyesilimu TikTok jana. Jamaa anaitwa Paul, amesilimu anaitwa Daud. Jana amesilimu, anahitaji kanzu, italetwa kanzu hapa. Kwa hivyo tunaomba kila Muislamu akienda nyumbani ngalau kuja na kanzu moja. Hii kanzu moja tutampa mtu wa kusilimu aende afanye ibada kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hal qamis waqad
labo keen, saddex keen, dadka soo muslimaan la siinaya. Dumarka sidoo kale ha keenaan. Mpe ni kujibu, ni muslimu lini? 30 Qur'ani. Faaqimu wajhaka lidini hanifa. Ubishi tu. Inasema a'udhu billahi minash shaitani rajim. Ni kuhepa akida ya kusema Yesu ni Mungu. 30. Inasema nini? Inasemaje? Basi. Basi. Mwalimu soma Farsi. Tafadhali. Ndio nasoma Farsi. 30 inasemaje? Basi. Uelekeze uso wako katika dini iliyo sawa sawa. Uelekeze uso wako katika dini iliyo sawa sawa. Ndilo umbile Mwenyezi Mungu aliwaambia watu. Yani dini hii ya Kiislamu inawafikiana barabara na nini? Na umbo la binadamu ama mwanadamu. Kwa hivyo mimi kuumbwa, nimeumbwa tayari Muislamu. I don't need tena how. Si nimezaliwa Muislamu na mimi nimeumbwa Muislamu. Tofauti yako na mimi imesema umbile. Haijazungumzia tabia. Arudie. Imesema nini? Leo mko mfasirina wa Qur'ani sasa. Tunaongelea fitra ati imeongelea umbile, haijasema tabia. Mimi nimeongelea tabia. Naongelea umbile, nimeumbwa ndani ya Uislamu. Mtu akishazaliwa anazaliwa tayari ni Muislamu. Sasa ubishi, tabia imetoka wapi? Uislamu unaendana na umbile la binadamu. Ukizaliwa tu binadamu, wewe ni Muislamu, hata kama baba ni Mkristo, tena padri, mama ni Mkristo, mama wa kanisa. Mtoto akizaliwa ni Muislamu mpaka aje abatizwe na wazazi wake, wamtoe katika Uislamu wampeleke katika Ukristo. Mnabatiza watoto kwa kazi gani kama sio kuwatoa katika Uislamu na fitra? Mnawatoa katika fitra ya Allah subhanahu wa ta'ala ya wao kuzaliwa katika Uislamu, mnaenda mnawabatiza ili muwapake Ukristo, lakini hawapakiki, wanakuja wanasilimu tena. Ndio maana mtu akisilimu anaitwa amerudi katika Uislamu, wanaitwa rivert. Nini maana ya rivati? Rivati ni mtu amerudi mahali alikuwa zamani. Kwa hivyo mtu yoyote anazaliwa Muislamu mpaka abatizwe. Asipobatizwa anabaki Muislamu. Ama akili yake ipofuke, mazingira imbadilishe, elimu imbadilishe, akuja aseme Mungu ni Yesu. Soma hiyo. Inasema uelekeze uso wako katika dini iliyo sawa sawa. Uelekeze uso wako katika dini iliyo sawa sawa. Ndilo umbile Mwenyezi Mungu. Ndilo umbile Mwenyezi Mungu alilowaambia watu. Yani dini hii ya Kiislamu. Dini hii ya Kiislamu inawafikiana barabara. Na nini? Na umbo la nani? La binadamu. Unaona, mimi wakati nimeumbwa kama binadamu, tayari nimeumbwa katika Uislamu, kwa sababu Uislamu unawafikiana, uko same na huyo binadamu aliyeumbwa, tayari automatically ni Muislamu. Mimi ni Muislamu automatically nilipozaliwa, na sijatoka tangu nimezaliwa. Mtu akishatoka ndio sasa anaacha Uislamu, ametoka. Akirudi anarudi kusilimu. Ama akiwa amezaliwa na baba Myahudi ama mama Mkristo ama baba Mkristo, waende wambatize, wamtoe katika Uislamu. Mtoto wako Stefano, wewe unabishana hapa, mtoto wako kabla habari saa hii na hujambatiza ni Muislamu. Aje ndo nini? Ni Muislamu. Aje akifa. Ngoja. Kuwa Muislamu. Akifa yeye. Subiri. Ngoja. Kuwa Muislamu ni kukua nini? Kukua Muislamu ni kukua nini? Ni kunyenyekea. Kumnyenyekea Mungu bila kumshirikisha. Unamnyenyekea kupitia nini? Kupitia nini ndo nini? Yaani unanyenyekea. Kunyenyekea ni hivi. Nisikize. Naam. Mungu amesema usinishirikishe. Naam. Umenyenyekea ukaacha mambo ya kumshirikisha, haushirikishi. Na mtoto ana tabia ya kusema Yesu ni Mungu. Na akisema usidanganye. Ngoja kidogo. Si mambo moja. Mtoto hadanganyi, aseme Yesu ni Mungu, akili yake. Kudanganya si kusema Yesu ni Mungu. Waislamu hawadanganyi. Ngoja, Waislamu wanga wadanganyi. Tunaongelea kudanganya imani. Katika imani, mtoto mdogo hana imani Yesu ni Mungu. Hana imani Mungu ni watatu. Hata Muhindi. Ngoja. Hata Muhindi ni Muislamu. Wewe ni Waislamu. Hata Buddha, wote wazaliwa wadogo, wote ni Waislamu. Akishakuwa mkubwa akaanza kufundishwa Mungu si mmoja, ni watatu. Ati Mungu Baba ambaye ni mkubwa amekaa katika kiti. Maliza hapo. Na kuna Mungu hataki hapo. Na majini nayo. Ngoja, na majini sawa. Wakristo ndio wanaamini hivyo. Mungu mwana. Na majini nayo. Ngoja, hatuko kwa majini. Ndio nataka nielewe. Hebu mpatie huyu. Hii ni utoto sasa. Tunaongelea Mungu analeta majini. Kwa tunaongelea majini. Hana tabia ya kusema Mungu ni watatu. Hana tabia kusema Mungu Baba, Mwana na Roho. Mtoto amesubmit kwa amri ya kutomshirikisha Allah.
haabudu vitu vya ajabu ajabu, ati Yesu mtoto mwanaume. Wewe unaabudu aje mwanaume mwenzako ana dhakari kama wewe? Unamwabudu mwanaume ambaye tayari amezaliwa na mwanamke, tena anatahiriwa. Wewe unamfanya Mungu. Hii kama si akili ya bangi ni nini rafiki yangu? Mwanaume binadamu aliyezaliwa mwanaume ambaye akipewa bibi atazaa, unaabudu, unamfanya Mungu. Mtoto hana hiyo tabia. Mtoto haabudu Yesu wala haabudu binadamu wala haabudu Mungu wa tatu. Amebaki tu katika ile fitra ya kutomshirikisha Mwenyezi Mungu. Huyo ndo anaitwa Muislamu. Sasa baadaye sasa wazazi wake wanamfanya Mkristo, wanampaka Ukristo. Tena mnajua kupaka watu Ukristo nyie kwa kuwabatiza.